Kwa hiyo zile siku 7 ambazo nilikuja hapa yale nilikuwa nimeshaacha. Yaani niliondoka tu siku ile nilipopata ile dawa. Nikaanza matumizi yake. Maana alinishauri akasema zile dawa achana nazo. Kwa hiyo atakuzitumia isipokuwa juzi nilienda hospitali. Makusudi kwa sababu ya ile rekodi yao. Nikazichukua lakini sikuzitumia, nimeziweka ndani. Na kwa hali ninayoiona hii sababu mwili sio unakuwa usikia mwenyewe. Unasema kipimo cha kwanza ni wewe, kipimo cha pili lakini sidhani kama ndio sikia tena. Kwa matokeo ni kwa sababu ukifanya na uzingatia masharti ya matumizi ya dawa. Alafu na kuangalia kwamba mwili wangu umebadilika kiasi gani. Japo bado lakini nakuwa najua kwamba mbona nilikuwa niko hivi sasa hivi niko tofauti. Kwa mfano kama ile aliyokoshwa mwili naona kama vile imepotea. Naona nikazokuwa nazidi kutulia. Matokeo yatakuja kuwa mazuri. Okay. Kila siku inavyokuja majibu ya mwili wako yanakuaje? Yaani kila siku inavyozidi kutokea majibu ya mwili wako yanakuaje? Yaani kwangu mimi ninajisikia vizuri kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ambazo nilikuwa ni yaani kuna ile hali fulani ya nguvu kuwa unakosa nguvu. Lakini kwa sasa hivi nakuwa na nguvu, japo kuna maumivu fulani hivi ya kwenye misuli yaani kwenye mbavu. Yaani ambayo nafikiri hilo tatizo nilikuambia ukasema itaisha. Ila sasa tuangalie kwanza upande mmoja. Ya kwamba unajua seli zilikuwa zifanye kazi. Hata kama kutumia dawa haiwezi kufanya kazi yoyote. Unaweza kuwa na tatizo lakini ile tatizo likaambukizwa tatizo jingine. Wewe unatibu lakini dawa unayoitumia haiwezi kufanya kazi yoyote kwenye mwili wa binadamu kwa sababu wewe hata damu haifanyi kazi. Damu inasema. Kwa hiyo lazima utatumia dawa nyingi sana. Lakini kupona kwake inakuwa ni changamoto ambayo tayari inakuwa unayo. Kwa mimi naamini changamoto kishafikia sehemu fulani. Hata kama unaangalia upande mwingine wa kuangalia ugonjwa huu. Kama nilikuwa na huu ugonjwa sasa hii changamoto nimeimaliza. Hata kama ukienda kuchukua dawa nyingine ya ugonjwa huu ambao unao ambao uko kwenye mwili. Umeshatoa hili tatizo. Ni rahisi kupona kwa sababu damu inakuwa inafanya kazi na dawa zinakuwa zinafanya kazi. Ninavyofikiria lakini sijui wewe kiutaalamu kwa sababu unafahamu mambo mengi. Unalionaje? Kwa sababu inaomba hii inaomba kama imeachia. Yaani Mungu usiku hivi. Lakini wao unashika tena hivi kitu. Lakini nilianza mimi najua bali nilipoenda kuangalia damu. Nilikuta damu iko tofauti. Ndio hili tatizo lilipoanza huko. Sasa kadiri jinsi nilivyokuwa nakaa nalo. Naendelea kutumia dawa. Alafu unakuta CD-fast pandi. Dawa ile ifanye kazi. Ina maana unakuwa unamchosha mwili. Sasa matokeo yake ule ugonjwa unazidi kukua ndani ya mwili. Unaweza kujikuta unatumia mabilioni ya hela unatibu kitu ambacho hakitibiki kwa sababu ya kitu kilichokushikilia. Yaani sasa na mtu unaziba pancha. Unaweka sindano. Unaweka pumzi sindano inazidi kuchoma inatoa. Kwa hiyo yaani kila siku utakuwa na jazo unasema mbona lakini nilikuwa naziba kila siku. Kumbe pale utagundua kama kuna mwili ambao uko pale unatoa taratibu. Dawa inafanya kazi lakini pia na mwili unashindwa kupokea ile dawa. Sasa ndivyo muona pia na msiko kwenye mtandao nikajua kama nikishamaliza huko ili swala jingine itakuwa jepesi. Hata yeye mwenyewe atanipa ushauri kwamba bwana sasa hii kwa sababu umeshafikia huko na iko hivi. Fanya njia hii, fanya njia hii, fanya njia hii. Lakini hayo ni mawazo yangu kwa sababu napokuja kwa daktari sina bidii kumwambia kila kitu. Naona
nitafurahi kuona na mimi na